Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameapa kuwa Iran italinda kila sehemu ya ardhi yake kufuatia shambulio la Marekani lilowaua wakazi watatu wa kijiji cha kwenye daraja katika mji wa kusini mwa Bandar Hamil, akisema damu yao haitapotea bure kamwe. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye akaunti yake ya mtandao wa X siku ya Ijumaa jioni, Araghchi aliomboleza vifo vya raia hao watatu waliouawa walipokuwa wakivuka daraja la Bandar Hamil, akiweka mkazo kuwa walikuwa raia wasio na hatia kabisa na kwamba Iran itaendelea kuitetea nchi yake kuanzia kusini hadi kaskazini na kutoka mashariki hadi magharibi hadi pumzi yake ya mwisho. Wanakijiji watatu wameuawa kishahidi walipokuwa wakivuka daraja la Bandar Hamil. Hawakuwa na hatia yoyote na hatutaruhusu kamwe damu yao ipotee bure. Irani ndiyo nchi yetu kuanzia kusini hadi kaskazini na kutoka mashariki hadi magharibi. Tutailinda kila incha ya ardhi yetu hadi pumzi yetu ya mwisho. Kauli zake zimekuja wakati mashambulizi ya Marekani dhidi ya maeneo ya kusini mwa Iran yakiendelea kusababisha vifo vya raia na uharibifu wa miundombinu muhimu. Katika tukio la hivi karibuni, shambulio la Marekani lilolenga eneo la Tapil Ala mjini Bandar Abbas lilimuua mwanamke mmoja na kujeruhi raia wengine wanane siku ya Ijumaa. Mtoto wake mwenye umri wa mwaka mmoja alipata majeraha mabaya sana, ikiwa ni pamoja na kukatwa mkono mmoja na kujeruhi vibaya na vipande vya milipuko, hali iliyomwacha katika mazingira hatarishi. Timu za dharura za wahudumu wa afya zilifika haraka eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa za ndani, majeruhi 7 walipata majeraha yaliyosababishwa na milipuko, huku mwingine akivunjika mifupa sehemu mbalimbali za mwili. Maafisa Irani walilaani shambulio hilo wakisema ni sehemu ya mashambulizi yanayolenga maeneo ya raia. Shambulio la Bandar Abbas lilikuwa sehemu ya wimbi kubwa la mashambulizi ya Marekani yaliyofanyika usiku wa Alhamisi hadi Ijumaa katika mkoa wa Hormuzgan. Mamlaka za Iran zilisema mashambulizi hayo yaliua angalau raia 8 na kujeruhi wengine 19, huku yakiharibu madaraja 6 pamoja na miundombinu mingine muhimu ya usafiri. Katika tukio moja lililoripotiwa kuwa baya zaidi, gari lilidondoka kutoka darajani kwenye barabara ya Bandar Abbas baada ya daraja hilo kushambuliwa na kusababisha watu 7 kufariki dunia huku wengine 9 wakijeruhiwa. Mashambulizi hayo pia yalilenga kituo cha reli cha Bandar Abbas ambapo watu 2 walijeruhiwa na huduma za reli zikaharibika. Milipuko na mashambulizi mengine pia yaliripotiwa katika kijiji cha Masan kwenye kisiwa cha Kush, Bandar Yanth na wilaya ya Sirte. Wizara ya Afya ya Iran imesema tangu kuanza kwa vita vya mwezi Julai, mashambulizi ya Marekani yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 38 na kujeruhi zaidi ya watu 400 wakiwemo wanawake, huku majeruhi wengine bado wakiendelea kupatiwa matibabu. Araghchi ameapa kuendelea na mashambulizi dhidi ya Marekani. Kamanda wa kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Araghchi, Brigedia Jenerali Majid Mossad, amesema mashambulizi ya Iran yanayotumia silaha kwa usahihi mkubwa yataendelea hadi usalama urejee katika ukanda wa pwani ya kusini mwa nchi hiyo na katika mlango wa bahari Hormuz. Katika hesabu zetu za kimkakati, ardhi ni ardhi, kuanzia Tehran hadi kusini. Irani yote ni taifa moja lisilogawanyika, alisema Mossad kupitia ujumbe uliochapishwa siku ya Ijumaa. Mashambulizi yetu sasa na yenye ufanisi dhidi ya adui yanayotekelezwa kutoka maeneo mbalimbali ya Iran yataendelea hadi utulivu urejee katika pwani ya kusini na mlango bahari Hormuz. Kauli yake ilitolewa baada ya Araghchi kutangaza kuanzisha kwa wimbi la 15 la Operation Nasr 2, ikisema kikosi chake cha anga kilifanya shambulio kubwa la kulipiza kisasi dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani ya Al-Udeid nchini Qatar. Kwa mujibu wa Araghchi, operesheni hiyo iliharibu mfumo wa rada wa masafa marefu pamoja na ndege kadhaa za Marekani za kujaza mafuta angani, huku mali nyingine muhimu za kijeshi zikiharibiwa vibaya. Araghchi ilionya kuwa mashambulizi yoyote dhidi ya raia na miundombinu ya Iran yatakabiliwa na majibu makali zaidi. Shambulio hilo ni sehemu ya mwendelezo wa Operation Nasr 2, kampeni ya mashambulizi ya kulipiza kisasi iliyoanzishwa kufuatia mashambulizi hivi karibuni ya Marekani dhidi ya Iran.